Wazee wa jamii kutoka maeneo ya Taita na Voi wamejitokeza kumtetea mwanzilishi wa Shangaishi Foundation, Christopher Shangaishi Mwanjala, dhidi ya kile walichokitaja kuwa kampeni ya kumchafulia jina kupitia baadhi ya mitandao ya kijamii. Tuko hapa leo wazee Voi Elders kupinga vikali mambo yanayoendelea mitandaoni ya kudunisha heshima ya kijana wetu tuliyemlea na kumkuza Voi, Bwana Christopher Mwanjala Shangaishi. Kwanza, tunapinga kwa ukali na uchungu mkubwa leo hii kwa sababu ya mambo yanayotokea mitandaoni. Juzi tumeona barua imeandikwa ikijiita Voi Bloggers. Tunataka tujue sasa ni nani huyo anayejiita Voi Bloggers, ajitokeze hadharani atuambie ofisi yake iko wapi. Maana tumejaribu kuuliza bloggers wa Voi, karibu wote hawana habari ya barua hiyo ilitoka wapi. Wazee hao wamesema Shangaishi anapaswa kuachwa aendelee na dhamira yake ya kusaidia jamii kupitia shughuli mbalimbali za maendeleo na uwezeshaji wa wananchi. Wamedai kuwa taarifa zinazosambazwa kwenye baadhi ya akaunti za mitandao ya kijamii ni za kupotosha na hazina ushahidi wa kuthibitisha madai yanayotolewa dhidi yake. Wanaoharibu siasa za Voi na Taita Taveta wakae kando. Sisi kama wazee tunatambua siasa kuleta watu pamoja na sio kugawanya watu kwa msingi wa ukabila na porojo. Voi ni ya kila mtu. Kwa mujibu wa wazee hao, Christopher Shangaishi Mwanjala ni mwanajamii anayejitolea kutumia rasilimali zake kusaidia wananchi wa Voi na maeneo mengine kupitia Shangaishi Foundation bila kujihusisha na siasa. Mtu yeyote anayeonyesha bidii kwa kusaidia na kuinua maisha ya jamii basi apokelewe kwa furaha na apewe nafasi arudishe mkono kwa jamii bila kufanyiwa siasa. Maana tunatambua mtoto wetu anarudisha mkono kwa jamii yake kwa muda ambao amekuwa akitafuta kwa bidii. Shangaishi anafahamika kwa kuongoza Shangaishi Foundation, taasisi inayojihusisha na uwezeshaji wa jamii, kusaidia makundi yenye mahitaji maalum na kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo. Miongoni mwa miradi inayotajwa ni uwekaji wa mageti ya chuma katika soko la Voi, ukarabati wa Malaika Bohol katika wadi ya Kaloleni, kusaidia maendeleo ya michezo kwa vijana pamoja na kushiriki katika kutatua changamoto zinazowakabili wananchi. Tunaona foundation yake pamoja na marafiki zake wanajibidisha sana kwa bidii kutoa misaada mbali. Kwa sasa bado hajatangaza mambo ya siasa, lakini wakati ukifika atakuja kama wengine ajieleze, na mwananchi ndiye mwenye uamuzi wa busara. Wazee hao wameeleza kuwa si jambo la busara kwa baadhi ya wanasiasa au watu wenye maslahi tofauti kutumia mitandao ya kijamii kumshambulia mtu ambaye amekuwa mstari wa mbele kusaidia jamii. Kuchafulia mtu jina na hata kijana watu hajashughulika na mambo ya siasa ni jambo ambalo linatuumiza rohoni. Kijana huyu anasaidia watu, foundation yake inafanya kazi, media yake inasaidia watu. Tunajua kabisa wametumwa, wamenunuliwa kuharibu jina la Christopher. Lakini sisi ndio tuko na kura, na sisi kama atasimama sisi ndio tutajua vile tutafanya. Lakini sio kutuambia ati mtu fulani ndio wenu, ati yeye ndiye anafaa. Kwa nini anaogopa watu wasinanino? Kwa nini huyo mtu wenu anaogopa watu watu wasipate usaidizi kutoka kwa Christopher? Naomba vijana wenzangu hasa wa Taita Taveta hata kaunti zingine, nawaomba tafadhali sana wasitumike na hao watu wenye pesa kutumika kueneza stories za uongo. Kama amepewa pesa ili aongee mambo ya uongo, naomba sana angeliwacha, kwa sababu huyo mwenyewe ambaye alishughulika nayo angekuja mwenyewe. Kuna vikundi tuko navyo kama vijana. Tunashukuru Mungu, Shangaishi huwa anakuja hapa Voi. Ni kijana wetu amezaliwa Sofia, ni kijana tumemlea Sofia. Na nashukuru Mungu Shangaishi ametembea kwa vikundi vyetu vya vijana akitusaidia. Kwa hivyo haya mambo tunayasikia kuhusu Shangaishi hata mimi yananishangaza. Kwa sababu mimi nikiwa mama mjane, Shangaishi amekuja hata kwa vikundi vyetu akatukusanya pamoja na akatusaidia kama wajane.
na tukapata kusaidika. Hata kuna watoto wetu wamesoma kupitia Shangaishi na wanaendelea kusoma kupitia Shangaishi Foundation. Kwa hivyo tukisikia mambo kama haya, kama sisi wazazi tunasikitika, tunakataa na tunasema kwamba siasa hazijaanza, lakini tunasema tafadhali wasijaribu kumuingiza Shangaishi kwa mambo ambayo hayako. Shangaishi hajatangaza anasimama. Kwa sasa Shangaishi kuna kazini, anafanya kazi zake, na hatunakataa kwamba yeye ameanza maneno ya siasa. Tumekataa. Lakini vijana kupewa pesa kidogo alafu unaenda kuchafulia mtu jina, mimi kwangu ninapinga sana. Tena naomba vijana wenzangu, cheza na mtu ambaye mmetoshana naye network. Kwa sababu usije ukawa unaongea mambo ya mtu ambapo network yako yenyewe haifiki hata kilomita 1. Na huyu mtu ambaye anaitwa Shangaishi ni mtu network yake naweza nikakwambia kwa Kenya mzima. So nasikitika sana kusikia vitu kama hivyo. Na mimi kama kijana sijapendelea, kwa sababu ni aibu. Maana huyu mtu ambaye anayetajwa, so mimi ile kitu naomba vijana wenzangu, hii mambo ya chuchu kidogo kidogo tuwache, tucheze na watu ambaye tumetoshana network. Mtu ambaye amekuzidi network achana nayo kabisa. Na endapo mtatumika, wengi wenu mtapata shida sana, kwa sababu si mambo ya size yetu sisi, bali huyo mwenyewe ambaye aliyosema ndio alikuwa anataka ajitokeze. Na hata asipojitokeza tutamjua tu. Kulingana na vile tunavyosonga na upelelezi vile unaendelea kufuatiliwa, atapatikana tu mwenyewe. Kijana huyu ni kijana mnyenyekevu, amelelewa hapa akiwa kijana mnyenyekevu. Mimi hasa historia mpaka ya ndani ya nyumba kwao naijua vizuri. Maana ni kijana hata amesoma na hata na watoto wangu. Ninamuelewa kulingana na vile ako na unyenyekevu na heshima kubwa. Wametoa wito kwa wananchi kuendelea kuunga mkono juhudi za maendeleo na kutenganisha siasa na masuala ya ustawi wa jamii. Rufens Mwamsae, Voi, Taita Taveta County. Tushikane kwa pamoja, tuwe na siasa ya amani na si ya chuki.